Hili Simba ile habari yao kupata nafasi 10 kutumia 3 au 2 afu wale wanakuadhibu kwa makosa. Unajua pia Berkane hawajapata ile tunasema ni big chance. Labda ile ambayo alienda kumiss nani ambayo alikosea mwenyewe Kamara akapiga pass. Kwa sababu bao la pili makosa ni ya Musa Pimpin Kamara. Bao la pili ambalo limefungwa Simba. Wala siwezi kucount kwamba ni kosa la timu nzima. Kosa ni la kwake. Kwa sababu yeye mpira ulikuwa kwenye umiliki wake. Yeye ndo alikuwa anaona wachezaji wake wote. Alikuwa na option ya kupiga mpira mrefu wa mbali. Alikuwa na option ya kupiga mpira kushoto kwake, lakini akapiga mpira direct kwa Kagoma ambaye tayari alikuwa ametaitiwa. Sasa uwezi kumpigia pasi mtu ambaye ametaitiwa tena kwenye timu dhidi ya timu kama Berkane. No, ni kitu ambacho una riski, na yeye aliriski, mwisho wa siku ikaenda hali kaenda kuwa mbaya kwa upande wao. Nafikiri kwenye mechi ya pili moja ya vitu ambavyo Simba wanapaswa kuviboresha ili waweze kushinda hiyo mechi na wao toa taji la kombe la shirikisho barani Afrika, kwanza wapunguze makosa ya mtu mmoja mmoja kwenye timu, kwa sababu yanawagharimu kwa kiasi kikubwa. Musa Pimpin Kamara juzi alifanya kosa ambalo limeiathiri timu, lakini pia kwenye mpira wa juu Chamwe Karaboe of course ni timu nzima pale tunaihesabu, kwa sababu hawajapangana vizuri, hawakupeana maelekezo nani asimame wapi na asimame kwa sababu asimame na mtu fulani kwa sababu gani. Ile alichokifanya alienda tu kujazana watu wote nyuma pale, wakamwacha mtu ameruka peke yake. Ni makosa ambayo wanapaswa kuyapunguza kwenye mchezo unaokuja. Na kwenye hiyo mechi ni kwamba Paul Basene anaweza kurejea kwenye kikosi. Akirejea kwenye mipira ya juu, mkafanya makosa kama yale, ni rahisi sana kwenda kufungwa tena bao lingine. Kocha wa Berkane anakuambia wanajua ni mechi ngumu, lakini wanaweka tapata bao. Unajua ni kwa nini nasema wanaweka tapata bao? Ni kwa sababu Simba wanafunguka sana. Lakini pia wachezaji wake wengi wa nyuma hawana speed ya kuzuia wapinzani. Kwa hiyo anajua anaweza kawapa room ya wao kumiliki mpira, halafu akashambulia kwenye shambulizi la kustukiza na kaenda kupata bao kweli. Na ni kitu ambacho kinawezekana kwenda kutokea. Au akawa press kama ambao walikuwa na wa press juzi na wakafanya makosa na wakaenda kushinda, kwa sababu wachezaji wa Simba ukiwa press vizuri wanapata kile kitete kile. Wanashindwa kufanya maamuzi ya haraka. Na hii inasababishwa na mchezaji kuto kujiamini anavyokuwa na mpira. Unajua wachezaji wa Simba kama umewatazama vizuri, na wachezaji ambao wanahitaji vitu viwili uwanjani. Wanahitaji space na muda na time. Sasa kuna baadhi ya game huwezi kupata hiyo space and time kwa wakati mmoja. Huwezi kupata. Yaani kwenye mechi kama za finali huwezi kupata. Na ndio maana juzi mipira yao mingi ilikuwa inapotea, kwa sababu mtu akipokea mpira anataka kwanza aanze kudribble, ajisetie ndio atoe pasi. Yaani hawana ule uwepesi wa kutoa pasi kwa haraka haraka na kufanya movement za haraka haraka. Ni kitu ambacho Simba hakiwezi. Kwa hiyo ndio maana mwalimu wa Berkane anaamini kwamba bao anaweza kwenda kupata pale kwenye uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, ama kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Popote ambapo finali itachezwa, anaamini kwamba yeye anaweza kwenda kupata bao kwa sababu hiyo ambayo nimeieleza. Lakini Simba ni lazima wapunguze makosa ya mchezaji mmoja mmoja, lakini hali ya kujiamini kwa wachezaji wa Simba ni lazima iwe juu. Kuto kujiamini kwa wachezaji kunaweza kupelekea underperformance kwa wachezaji wengi. Na ndio maana tajuzi wachezaji wengi wa Simba ambao wanacheza kwenye eneo la mbele hawakucheza vizuri. Kwangu juzi Elimpa Leonel Ateba amecheza vizuri sana kwenye eneo la mbele. Amejitahidi kupokea mpira, kukana ule mpira, kuwagadi walinzi wa Berkane, lakini kwa hapati msaada. Kina Elimpanzo ndo kabisa hataki kugusana na watu. Anajeka mbali, mwenzake hata kihold mpira hawezi kusogea kwa haraka kwenda kumpa backup. Kitu ambacho kilipelekea alikuwa anapoteza mpira. Lakini mmoja wachezaji ambao wameperform vizuri juzi kuanzia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji kwenda kwenye eneo la ushambuliaji ni Jinchaza Hua na Leonel Ateba Mbida. Kwangu walikuwa na performance bora kuliko wachezaji wote ambao wamecheza kwenye eneo la kushambulia.